Nilijua siku hiyo maisha yangu yangekwisha. Nilipofungua macho, pembeni yangu alikuwa amelala mke wa bosi wangu na simu yake ilikuwa ikipigwa na jina la mume wake likiangaza kwenye skrini ya simu. Kiukweli siku ile bado inaishi kichwani mwangu na kila nikikumbuka moyo wangu hupiga kama mtu anayekimbizwa, kwa sababu siku hiyo ndio siku maisha yangu yaligeuka kutoka kijana wa kawaida kuwa mtu aliyokuwa anaishi kwa hofu kila dakika. Nilifungua macho polepole. Kichwa kilikuwa kizito kama nimepigwa na nyundo. Chumba kilikuwa kimya sana, pazia jeupe likitingishwa na upepo mdogo wa asubuhi. Harufu ya manukato ya gharama ilijaa hewani, sio harufu niliyoizoea. Niligeuza kichwa upande wa kulia, na hapo ndipo damu yangu ilisimama. Pembeni yangu alikuwa amelala mwanamke, nywele zake ndefu zilimwagika kwenye mto, ngozi yake ikipewa mwanga wa jua lililoingia dirishani. Nilimwangalia sekunde 1, 2, 3. Kisha moyo wangu ukadondoka tumboni. Huyu alikuwa mke wa bosi wangu. Simu yake iliyokuwa mezani ilianza kuita ghafla. Mwanga wake ukaangaza chumbani. Jina lililoonekana lilifanya mapafu yangu yashindwe kufanya kazi. Husband calling. Bosi wangu. Niliruka kitandani kama mtu aliyeshikwa na umeme. Mungu wangu, nimefanya nini? Nilijinong'oneza. Kumbukumbu zilianza kurudi taratibu kama vipande vya ndoto iliyovunjika. Mvua, gari, kicheko chake, glasi za pombe na macho yake yaliyojaa huzuni. Lakini kabla sijafikiria zaidi, mwanamke huyo alifumbua macho. Akanitazama moja kwa moja. Hakupiga kelele, hakushangaa. Alinitazama tu kwa utulivu wa kutisha. Halafu akasema kwa sauti ya chini sana, tulijua siku moja kitu kama hiki kingetokea. Mwili wangu wote ulisisimka, kwa sababu mimi sikuwa nimejua. Wiki 2 kabla ya kutokea tukio hilo. Jina langu ni Halfan, mwenye umri wa miaka 26, mtoto wa familia ya kawaida kabisa kutoka nje kidogo ya jiji. Nilikuja mjini nikiwa na begi moja, viatu viwili na ndoto kubwa ya kubadilisha maisha ya mama yangu. Baada ya miezi 7 ya kutafuta kazi bila mafanikio, hatimaye nilipata nafasi kwenye kampuni kubwa ya vifaa vya ujenzi, na hapo ndipo nilipokutana naye. Bosi wangu, Bwana Ryan Mzirai, mwanaume aliyokuwa anaogopa kuliko kuheshimiwa. Aliongea kidogo, alitazama sana, na kosa moja tu lilitosha mtu kufukuzwa kazi. Lakini alikuwa tajiri kupita maelezo. Magari matatu ya kifahari, ofisi ya vioo, na kila mtu kazini alijua jambo moja: usimkaribie sana boss, na hasa usihusike na maisha yake binafsi. Sikujua kwa nini walikuwa wakisema hivyo. Ilikuwa jioni moja. Nilikuwa natoka kazini kwa kuchelewa nikibeba mafaili. Lift ilipofunguka, akaingia. Mwanamke mwenye utulivu wa ajabu. Hakuhitaji kujitambulisha. Uwepo wake tu ulisema alikuwa mtu wa kiwango kingine. Alivaa mavazi rahisi lakini ya kifahari. Macho yake yalikuwa mazuri lakini alibeba uchovu ambao sikuuelewa. Alinitazama na kutabasamu kidogo. Unafanya kazi hapa? Aliuliza. Nikajibu, ndiyo mama. Akatikisa kichwa. Kisha akasema kitu kilichoonekana cha kawaida sana siku hiyo, lakini ndicho kilichoharibu maisha yangu baadaye. Basi tutakuwa tunaonana mara kwa mara. Nilikuja kujua baadaye, huyu alikuwa Bi Samira Mzirai, mke wa bosi wangu. Mwanzoni ilikuwa salamu tu, lift, parking, mapokezi, halafu mazungumzo mafupi. Alikuwa mpole sana, tofauti na bosi. Aliniuliza kuhusu familia yangu, maisha yangu, ndoto zangu. Hakuna aliyewahi kuniuliza mambo hayo tangu nifike mjini. Na bila kujua, nilianza kumsubiri kumuona. Kosa la kwanza lilianza hapo. Lakini sikujua, kila kamera ya kampuni ilikuwa inaona. Kila macho yalikuwa yanaanza kugundua. Na mtu mmoja tayari alikuwa ameanza kushuku. Bosi mwenyewe. Usikose sehemu ijayo ambayo itakuwa hivi. Safari ya kikazi iliyolazimisha Halfan na Samira kukaa pamoja kwa mara ya kwanza mbali na macho ya watu. Na hapo ndipo mstari wa heshima na tamaa ulianza kufutika. Time